Kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei ameionya Washington kuhusu madhara yasiyoweza kurekebika ikiwa Marekani itajihusisha moja kwa moja katika kampeni ya kijeshi kwa njia ya televisheni tangu mzozo huo uanze. Rais Trump anatafakari iwapo atajiunga katika mashambulizi dhidi ya maeneo ya nyuklia ya Iran. Marekani ina aina pekee ya mabomu yanayoweza kupiga chini ya ardhi hadi kufikia eneo la nyuklia la Fordo nchini Iran, ambalo hadi sasa linaonekana kuwa halijaguswa na mashambulizi ya anga ya Israel. Taarifa ya mwandishi wetu wa kidiplomasia Caroline Hawley inawasilishwa na Martha Saranga. Kwa siku 6 mfululizo, Israel iliendelea na mashambulizi yake dhidi ya Iran. Picha hizi zilizonaswa na kituo cha televisheni cha Iran zinaonyesha juhudi za kijeshi za ulinzi wa anga la Tehran ukijaribu kuzima mashambulizi ya Israel. Hili ni jengo lililopigwa bomu katika mji mkuu. Hatujui lengo hasa, lakini Israel inasema kwamba mara moja ilishambulia chuo kikuu kinachohusishwa na jeshi maalum la ulinzi kwa pamoja na vifaa vinavyohusishwa na programu yake ya makombora ya nyuklia. Picha hizi za satellite zinaonyesha kambi ya kijeshi huko Tabriz, kaskazini magharibi mwa nchi hiyo. Hapa kabla na hapa baada ya kupigwa. Donald Trump aliyejiondoa mapema katika mkutano wa viongozi wa G7 ametoa wito wa kujisalimisha kwa Iran bila masharti na anaripotiwa kufikiria kujiunga na mashambulizi ya Israel dhidi ya vituo vyake vya nyuklia. Amesema kiongozi mkuu wa Iran ni rahisi kulengwa. Sasa jibu la ukaidi kutoka kwa Ayatollah Ali Khamenei. Uingiliaji wa aina yoyote kutoka kwa jeshi la Marekani utakutana na kile kinachojulikana kama madhara yasiyoweza kuepukika. Kwa raia ambao ni wakazi wa jiji la Tehran, hizi ni nyakati za kutisha. Maduka yamefungwa, mitaa imesalia mahame. Watu wengi wamekwama nyumbani, tunaambiwa wamejificha katika vyumba vya chini na gereji. Wengine wengi wametoroka mji huo. Miongoni mwao Nargis Mohammed, mshindi wa tuzo ya amani ya Nobel aliyekaa miaka mingi katika jela za Iran. Nashuhudia mashambulizi ya kutisha. Wanapiga mabomu miundombinu, kuna vifo vingi vya raia. Tuna itikadi kali ya kidini nchini Iran, huko kiongozi mkuu Ali Khamenei akiwa juu alotupeleka kuzimu baada ya kutuahidi pepo. Na wakati huo Netanyahu pia anatupeleka kuzimu. Iran bado inaishambulia Israel, lakini sio kwa kazi walioanza nayo usiku kucha. Makombora yalidunguliwa Tel Aviv. Baadhi ya uharibifu mdogo uliripotiwa, lakini hakuna majeruhi zaidi. Huko Cyprus, ndege 2 za kuwarejesha makwao zililetwa ili kuwarudisha wa Israel waliokwama kurudishwa kwao. Hakuna ajuaye vita hivi vitaendelea kwa muda gani, na je, vitaongezeka ama vitaisha? Na kwa hivyo Wairani wengi na raia wa kigeni wanatoroka Iran wanapopata nafasi. Huu ni mpaka wao na Pakistan. Lakini wengine wengi wamenaswa pale walipo. Kila mmoja anaogopa kitakachotokea. Rais Donald Trump amekuwa akizungumza na waandishi wa habari na kupuuzilia mbali maswali yote yaliyohusu ushiriki wa Marekani katika mashambulizi nchini Iran. Ninaweza kufanya hivyo au nisifanye. Ninamaanisha hakuna ajuaye nitakachokifanya. Ninaweza kukuambia hivi, Iran imepata matatizo mengi na wanataka kujadiliana. Na nikasema, kwa nini hamkujadiliana nami kabla ya vifo na uharibifu wote huu? Kwa nini hamkujadiliana nami wiki 2 zilizopita? Ingewezekana kuwa na ufanisi. Mwandishi wa BBC kutoka Amerika Kaskazini Nomia Iqbal sasa anaangazia uwezekano wa Marekani kujihusisha na vita vya Iran. Make no mistake, if that is what the US does. Usikose kuelewa, ikiwa hivyo ndivyo Marekani inavyofanya, basi ni wakati mgumu katika utawala wa Trump. Utakuwa na madhara makubwa. Huyu ni mtu ambaye amekuwa akifanya kampeni kwa muda mrefu kuzuia vita vya kigeni. Alimshambulia Barack Obama akimshutumu kwa kujaribu kuanzisha vita na Iran. Na mnamo Mei tu alisema huko Saudi Arabia kwamba enzi ya uingiliaji kati wa kigeni umekwisha. Kwa hivyo kuna mabadiliko gani yanaweza kutokea kwa watu wake? Kweli Donald Trump pia jana alitishia kumuua kiongozi mkuu wa Iran. Kwa hivyo hatujui ni nini kinaweza kutokea baadaye, na kumbuka ikiwa Marekani itahusika, Iran inawezaje kuitikia hilo tena, na inaweza kuiweka Marekani hatarini zaidi. Milipuko mingine mikubwa zaidi imeripotiwa ndani na karibu na Tehran hii leo.
Sasa BBC bado hairuhusiwi kutangaza kutoka ndani ya Iran, lakini inafuatilia hali ya mambo huko kupitia vyanzo mbalimbali. Siavash Ardalan anaripoti sasa katika taarifa inayowasilishwa na David Inkia. Kuhamisha watu zaidi ya milioni 10 katika mji mkuu kama huu sio kazi rahisi. Hata kabla ya onyo la Rais Trump la kuwataka kuondoka, mamilioni ya raia tayari walikuwa wakiukimbia mji wa Tehran. Kwa sasa barabara za kutoka mji huo zimesongwa na msongamano wa magari. Matukio yanaonekana ni mithili ya siku za mapumziko rasmi ya kitaifa, lakini kuondoka huku kwa sasa kunakatisha tamaa. Akiwa barabarani, dereva huyu anakutana na wanaume hawa ambao awali walikuwa wamechanganyikiwa. Aligundua kwamba wao ni maraibu wa madawa ambao wamekimbia kituo cha kuwafanya mabadiliko ya tabia kilichoharibiwa na mashambulizi. Jijini Tehran, njia ya treni ya chini ya ardhi kwa kawaida huwa na shughuli nyingi na wasafiri. Ni nadra kuonekana hivi. Mkazi mmoja wa Tehran ambaye hataki kutaja jina alituambia kwa nini yeye anasalia hapa. Ingawa ninaichukia mamlaka Jamhuri hii ya Kiislamu, ninabaki nyumbani kwangu. Ninakaa katika jiji langu. Nitajaribu kushikamana na taratibu zote za kwangu. Nitajaribu kutafuta mgahawa ambao uko wazi na kwenda huko. Nikiona wanandoa barabarani, nitaonyesha tabasamu, kujaribu kuwapa moyo. Nitawapigia pia rafiki zangu simu mara nyingi zaidi niwaunge mkono ili kuwafanya wajisikie vizuri zaidi. Nadhani sasa hivi hatuna mtu ambaye yuko na afadhali. Sio Benjamin Netanyahu na sio Israel. Hakika hawajali kuhusu sisi, na hata Jamhuri ya Kiislamu pia haitujali. Kwa wale wanaochagua kusalia hapa, kupatikana kwa huduma muhimu inaweza kuwa changamoto. Mashambulizi ya Israel yameharibu mitambo ya maji katika eneo tajiri kaskazini mwa Tehran, huku mashine za ATM zikikosa fedha. Na hizi ni studio za kituo cha televisheni ya taifa ya Iran. Hii sio tu mashambulizi ya mabomu na makombora. Iran inapambana na adui katika ardhi yake yenyewe. Israel imekuwa ikiingia nchini katika ngazi zote. Mabomu yaliyotegwa kwenye magari yamekuwa yakilipuka, na idara ya ujasusi ya Iran inasema imegundua viwanda vya adui ndani ya nchi hiyo vinavyotengeneza ndege zisizo na rubani. Na raia wanalipa gharama hii. Hili ni shirika la Msalaba Mwekundu nchini Iran, IRCS, likitumai kupata manusura chini ya vifusi. Miongoni mwa waliopotea ni wauguzi, wanamichezo na wasanii. Maisha yamekatizwa. Mwenzetu alimshinikiza balozi wa Israel kwenye Umoja wa Mataifa kuhusu vifo vya raia. We will do everything we can. Tunafanya kila tuwezalo ili kupunguza vifo vya raia, lakini kama ulivyosema, unajua ni vita na tumeona kinachotokea katika miji yetu. Kwa hiyo tutaendelea kulenga maeneo ya kijeshi nchini Iran. We will continue to target the military sites in Iran. Ni wachache huko Washington na Tel Aviv wanaozungumza hadharani kuhusu kitakachotokea ikiwa serikali ya sasa itaanguka. Raia wa Iran wamekuwa wakinakili kwa kutumia njia mbalimbali jinsi maisha yao yanavyobadilika. Rais Trump alisema anataka kuona nchi yao inafanikiwa.